inaweza kuwa ni ufunuo ya hiyo ya bwanangu Anthony. Inaweza kuwa ni kitu imeshikanishwa nayo. Pepo. Alafu nakumbuka bwanako akaniambia oh, glory to God. Glory. Mama sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema Holy Ghost fire. Sema Holy Ghost fire. Sema Bwana shuka. Sema Bwana shuka. Ai. Nasikia upako. Hawa lazima. Habari. Mko salama? Nzuri sana. Pia leo mko hapa? Tuko hapa. Yaani nyinyi kitu imeniambia tu nisiende kwa nyumba. Nipitie hapa kwanza nione kama mko hapa. Na unajua ni venye tushazoea tunaenda kutafuta kitu ya kukula. Lazima tupitie hapa. So tunapitia kidogo tunakaa alafu sana tunaenda kwa nyumba. Hata mchana kwanza kitu ya kwanza nilifanya nipitie hapa juu mchana nilipitia huko. Kwa nyumba nikapata amko. Kwani mlikuwa mmeenda wapi? Tulikuwa tumeenda kutafuta chakula. Unajua ile kazi yangu ya kutafuta kwa takataka kidogo unabebea watu takataka. Ndio nilikuwa nafanya, lakini Mungu na wako na sisi tunaamini Mungu atatumia. Kasichana. Naona leo na smile. Haki Mungu ametuweka naye vizuri sana. Hata ujui venye nimefurahia. Haki Mungu aabudiwe. Ujui venye nimefurahia. Leo kuona hata naweza muona smile yake. Sasa mimi sasa najua nimetembea hapa kidogo. Nikasema at least ili niwaone kidogo. Sijui nini ama nini. Sijui hakuna. Sasa najua venye nilikuja huko nikawakosa. Nikasema kuna kitu kidogo hapa at least niwape. Nini? Ndio hiyo. Unajua hao kwa mikula. Mam. Amka mkule. Kuna kitu iko hapo nimeleta. At least msi. Hata ujui venye nimefurahia. Hata hizi ngoja tufike kwa nyumba tutukie hapa tu saa hii. Sijui mimi kama ningepata kitu sasa. Kuleni toto. Unaendelea tu kusaidia maisha yangu. Endeleeni kukula, mkule hata kama nini. Wafungulie hapo, wafungulie. Mama nikusaidie kidogo. Tuweze kufungua. Tarua, usiogope. Tasemanga unapiga mabite. Usiweke chini. Usiweke chini. Shika na mkono. Mam. Na wewe si hata uto yako hapo nimekuletea. Acha kwanza watoto kwanza washibe. Hata hii tunaweza bakisha wanaweza kunywa saa nyingine. Wewe sijali. Nilikuambia mama bora niko hapa. Mungu anafanya miujiza. Hata mimi ningepata nini? Cha nikalie hapo. Sasa mama, niona tu nyinyi mmerelax tu huko. Unajua tunatakanga at least venye ulitutafutia hako kwa nyumba, tunaendanga tunatafuta kazi, tukipata kitu kwa kukula at least. Other than ile siku ya Friday, ndio siku at least hatukwenda mahali. Jana tumetembea kidogo au huyu nikamwacha kama amelala nikaenda nikatafuta kidogo. Yenye ilipatikana na ile ulituletea. Alafu na leo pia. Na kweli nao. Tunapita hapa. Nao walikuwa na njaa. Kuleni. Wapewa kule bwana. Unajua mimi sifurahi kuona watoto na njaa. Hiyo ndio inaniuma hata sasa zile sasa nakuacha nikienda maombi. Nafikiria vinya watoto wako na njaa. Inaniuma sana. Nasema hata kama ndapata 100. Hata heri ni hiyo 100 mimi nisikule. Wacha mimi nikae njaa. Bora hao watoto wapate kitu ya kula. Mungu azidi kukubariki na kuonekanie kwa kila jambo unafanya. Ile venye umechukulia familia yangu hivi ukichukulia ni kama ni yako. Si bure. Mungu atakubariki na kuongezea zaidi, si bure. Na usichoke na sisi. Mimi sitachoka mpaka Mungu afanye hii yote iishe. Hii itaisha. Msana chukua mkate mpe ule bwana. Je, alikuwa anasema ako mgonjwa. Unajua at least apate kitu. Leo anaweza kula hata ujui venye nafurahia juu ya hiyo. Kula, usichoke. Wewe kula hata ikiisha Mungu ataleta ingine. Unaona?
Hii kidogo mimi nakwambia mama, kazi ya Mungu, Mungu atakutendea miujiza. Nimeona mkono wa Mungu kwa maisha yangu. Kama ni mimi nikifikiria tu ile wiki imepita, mimi nilikuwa sina mahali pa kulala, nilikuwa nanyeshewa, saa zingine naenda kujificha kwa kibanda. Hata naona ni kama Mungu anaendelea tu kunitoa aibu, si bure. Naona tu aki Mungu mahali unanipeleka na hata naiangalia nikiona tu kweli Mungu anafanya jambo. Mungu anafanya jambo na anaenda kufanya jambo kubwa zaidi kwa maisha yako. Kwa hiyo wewe endelea tu kuwa na imani. Usichoke kuwa na imani. Na uendelee kumserve. Wacha yeye ndiye akufungulie njia. Yaani wewe tu hata uoga yote toa, nini zote wewe toa. Wewe wacha tu yeye ndiye akufungulie njia kwa kila jambo. Unasikia? Kwa sababu kwa kitabu yake amefungua, anasema yeye ndio baba ya wajane, yeye ndio baba ya yatima. Si ndio? Na mimi niko sure mambo yako Mungu anataka kufungua. Mpe usiogope msichana. Kula. Mimi nafurahia sasa mnakula. Kula mpaka mshibe, hata ikinini kule yote. Hiyo nyingine itakuja kesho. Na mama na wewe ukuli. Hata tu kwanza washibe. Wakishiba nitakuwa hata mimi. Nikiona wanafurahia hivi hata rudi venye nafurahia. Kuna siku hata tuko tunalala njaa. So hii si njaa yangu inakuwa filled wao wakikula kwanza. Hiyo ni mzuri sana. Mama mimi kwanza mimi nafurahia sana venye wewe unamcha Mungu. Kama leo hii Biblia uliniachia jana. Nimekuwa kinisaidia, imenipatia chakula ya roho leo. Ndio tumeshinda tukisoma na mtoto wangu hapa. Imenisaidia sana. So hata naweza kuambia kama leo nilikuwa nasoma Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hiyo kitu imenishika kwa roho kabisa. Nimejua hata venye nimejua leo nikiamka venye nimetafuta hiyo chakula nikakosa. Hiyo riziki yangu ya leo imekosekana. Mungu unaona amenionyesha hiyo word ni ukweli. Nilikuwa najua ndakuja kulala njaa, but Mungu amekutuma mpaka ukaniletea chakula. Nilikuwa nafikiria nitalalaje, ndarudi kwa nyumba je bila chakula. Na paka inapita hapa. Unajua mimi sipendi kuona mapaka. Inaenda itufukuze. Toka. Kwenda kabisa. Unasema ulikuwa unasoma Psalms 23. Kama sasa hiyo naweza sema ukweli, Mungu kweli ananiambia hata nikuwe napitia nini kitu gani, kwamba ataendelea kuniprovide. Na ndio hiyo kweli, kama hii ni chakula, najua kila kitu yote ile kazi ya maisha yote ataikamilisha. Mungu atafanya. Najua ile kazi amekupea ya kumrudisha, najua atarudi katika jina la Yesu. Kwanza umesema unasoma kitabu ya Psalms. Unajua vinyo kitabu inakuanga so powerful. Very powerful. Ni maombi. Hiyo kitabu ni maombi. Toka hapa. Paka ama hiyo paka imetuma. Unajua hizo mapaka inaweza kuwa hata ni pepo. Inaangalia. Unajua hizo zinaweza kuwa monitoring spirit. Mnashasikia kitu kama hiyo mama? Nimeshaisikia. Kuangalia kama kazi yenyewe tunafanya, kama tunakuja kwa tumewapangia vipi. Hebu itupe tena tusukume, naona ndio hiyo tena iko nyuma yako. Kwenda. Imeenda. Nilikuwa nasema unaona kitabu ya Psalms inakuwa kitabu moja powerful sana. Yaani ni kitabu ya maombi. Na msana mdogo anapenda au sister yake. Unaona yeye akichukua anampea. Akishika anampea. Na huyu ana smile tu leo. Yaani kuna siku hiyo Fred alishinda tu kama ameangalia tu akilia kama ameangalia juu hiyo siku tukishinda hapa. Ujue venye nimefurahia. Mungu sijui nitafanya nini Mungu ni kuabudu juu ya hiyo venye mtoto wangu alikuwa. Asante Mungu alikutumia kutusaidia. Mimi nakwambia mimi ile Mungu akinituma mahali siwezi toka hapo kama sijakamilisha kitu Mungu amesema ikamilike. Ndio maana mimi kila wakati ndio nimekuambia. Unaona kitabu ya Psalms, nikienda hizi vita, nikienda wapi, hiyo ndio kitabu yenye mimi nasomanga kila wakati. Hiyo ndio maombi. Naanza juu mpaka mwisho. Nikiomba tu ndio kitu yoyote isijaribu kunifungia ama iweze kunishika. Kuna nyingine pia iko Psalms 91 ndio nilikuwa nasoma jana usiku. Hiyo kwanza hiyo ndio ya vita, hiyo ndio maombi ya vita kabisa. Hiyo kama kitu inakuendea vibaya tu uone. Kwanza ndio nilikuwa naombea mtoto wangu venye nilikuwa naona ni kama shetani anajaribu kumshika tu hivi kidogo. Niliomba nikaiombea usiku mzima hiyo. At least mtoto akue sawa, isirudiwe, asikose kulia na asilie pia kama juzi usiku mzima. Ilinisaidia sana. Kwanza before hata tuendelee, acha kwanza tuombe Mungu. Tuambie Mungu ni asante kwa siku ya leo. Usichane, ngojeni kwanza tuombe alafu muendelee kukula. Tufunge macho, tuombe.
Tutasema asante Mungu Baba kwa siku ya leo. Mungu Baba, tunasema wewe ndio muweza wa kila kitu. Mungu, tunakupa sifa na shukrani. Mungu, mimi nafurahia venye unarejea hii familia furaha yao. Mungu, najua utawapatia nguvu na utukufu kwa hii jani yao. Mungu, kwa sababu wewe ndio muweza na wewe ndio mshindi wa vita zote. Hakuna kitu inakulemea kwa hii dunia. Mungu, nakupa sifa na utukufu. Hata kwa wale wanatazama hii familia, wale mafans wangu, Mungu pia hao pale wako warejeshe kilicho chao. Wapatie nguvu, zidi kuwalinda, zidi kuwafungulia njia zao. Hata siku moja wasirudi nyuma. Mungu, ninaomba kwa kila kitu yenye inaendelea kwa familia itaenda kukua sawa. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Endelea mama. Kwanza hata nilikuwa nataka kukuambia kuna kitu hata nimekumbuka ukisema juu ya maombi. Jana mtoto wangu alishinda kilala. I think juu ya venye alikuwa ameshinda. Nimeshiba. Sawa basi. Mweke, wewe unajua hajashiba. Baby ni aibu. Mama, usikue na aibu nikikuwa hapa. Kula. Kula kabisa. Usikue na aibu msichana. Mimi nafurahia sasa watoto wanakula. Hiyo kukula inakuanga mzuri kabisa. Na mama, mimi kwanza mimi nasikia raha venye wewe ni mcha Mungu. Kwanza venye umesema hivyo juu ya venye tumeomba, kama Mungu amenikumbusha kitu. Jana msichana wangu alishinda kilala. Ni kama alikuwa amechoka sana, ni kama Mungu alikuwa amemtumia sana hiyo Friday. Sasa nikaona sasa venye aliamka akaniambia amekuwa akiota ndoto. Alikuwa na ndoto. Ati aliona ameinuliwa mahali. Na alikuwa anaona kona 4. Anaona north, anaona south, anaona east na anaona west. Msichana. Tulikuwa unaona? Na akasema pia alikuwa anaona venye akienda hivi north kidogo anaona inamvuta. Anaona tena akienda east na anaona inamvuta ni kama kuna mahali nataka kumpeleka. Akiona tena anaenda hivyo hiyo south tena anaona anavutwa tena. Kila pande alikuwa anaenda anaona anavutwa kuna kitu kuna mvuto inamvuta impeleke mahali. Ndio msichana. Ulikuwa umeota hivyo? Hiyo ni jana. Kwani Mungu anataka kukuambia hiyo ni gani? Endelea mama. Sasa na akakuwa anasema akiangalia hiyo upande wa south. Akiangalia upande wa south, akienda hivi anaona ni kama mtu ametoka kurokota kitu ameishikilia hivi. Alafu kama ameishikilia anaona kitu inasema, anasikia at the back of her mind anasikia kitu kisema pepo. Sasa mimi nikashindwa hizi ni nini ameanza kuona tena. Kama unaweza jua hiyo inamaanisha nini? Ati ameota ati kitu ina ebu anza tena vizuri ni kupate kabisa. Akivutwa hiyo pande kama anavutwa hiyo north. Anaona ni kama amefunuliwa. Kuna kitu iko mahali imefunguliwa hivi ni kama mtu amechukua kitu ameshikilia hivi kitu. Alafu akiangalia anasikia kitu kisema pepo. Akienda tena kirudisho kwa ile mahali alikuwa hapo juu, tena arudi tena akienda north tena, anaona tena inakuwa kitu imeshikilia tena kitu kingine. Mimi nikalemewa tena. Akalala tena, hiyo ni mara kwanza venye alikuwa ameamka. Akirudi tena jioni tena kulala tena, akaniambia aliona tena amepelekwa akiambiwa kama anahesabiwa naambiwa hapa ndo mashida iko. Hapa ndo shida iko. Hapa ndo shida iko. Hizo kona zote zenye alikuwa anaona. Sasa mimi sikuelewa hiyo sasa inamaanisha nini. Nimeshinda nikiombea leo hata ndio maana nimekuja tena na Biblia hapa nikiwa nayo hapa ni jaribu kuona kama Mungu anaweza nifunulia hiyo ni nini. Hiyo ni ndoto gani hiyo? Ati aliona muunuliwa juu. Alafu anaambiwa angalie south, akiangalia south ni kama anavutwa. Akiangalia north kitu inamvuta north. Akiangalia huku west the same both corners. Kitu ni kama inamvuta. Alafu inamvuta na kona nyingine ni kama imetoa kitu mahali na anasema pepo. Hiyo ni gani? Bwana hiyo mimi hiyo ni Ebu unajua mambo ya ndoto. Unajua Mungu anakuanga na watumishi wake. Na Mungu ananitumia. Mungu kwanza alinipatia kipawa. Unaona? Ya kutafsiri ndoto. Ukweli? Kumbuka nilipatiwa na Mungu afanye kazi yake bure. Nikuwe mtoto wangu anaota saa hii na bado wewe Mungu anakutumia saa hii kutafsiria ndoto. Msichana usijali kai imeisha tutanunua nyingine sawa? Wewe usijali, mtashiba tu. Kila kitu ni polepole. Ati ameunuliwa juu. Hebu tuombe. Mungu afanye mambo yake.
Hebu tuombeni. Tunasema Mungu, wewe ndio unaweza hizi jambo zote. Mungu, ninaomba wakati huu. Mungu, nimesikia ndoto iko mahali hapa. Mungu, mimi ulinipa kipawa ya kutafsiri ndoto. Na Mungu, wakati hii ni ndoto. Atusemangi ni ndoto, tunasemanga ni ufunuo ya jambo. Kwa Wakristo si ndoto, kwa Wakristo ni jambo, ni ufunuo umempa ya kitu inaweza enda kufanyika ama imefanyika. Mungu, wakati huu naomba unifunulie ndoto inaweza kuwa inamaanisha iko na maana gani. Hii ufunuo ina maana gani? Inataka kutuambia nini? Inataka kutuelekeza wapi? Mungu, wewe ndio uniteremshie hiyo nguvu na niweze kuelewa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amina. Sasa anaota kitu imempeleka juu. Na anaona left, anaona right, anaona north, anaona south. Na anaona kitu na anasema pepo. Unajua hiyo kitu ya pepo ni babaki. Nakumbuka nikipitana na babaki. Akaniambia kuna watu nitaona na wako na chain ya black. Na hizi chains za black, hao watu si watu normal. Na akasema nikiona hao watu nitaje tu jina pepo. Nikisema tu pepo, kuna vinye hao watu watareact. Unapata? Na sasa msichana anasema pale alikuwa amepelekwa akaona watu na akasema pepo. Wajua hiyo sasa ina connect na ile story yenye bwanako alikuwa ananieleza. Inaweza kuwa ni ufunuo ya hiyo ya bwanangu Anthony. Inaweza kuwa ni kitu imeshikanishwa nayo. Pepo. Alafu nakumbuka bwanako akaniambia oh, glory to God. Glory. Mama sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema Holy Ghost fire. Sema Holy Ghost fire. Sema Bwana shuka. Sema Bwana shuka. Nasikia upako. Na akaniambia kuna hao watu. Na hao watu wanavaa nguo za nyeusi. Na hao watu wanatoa watu kafara. Na kuna mahali wanapeleka hizo vitu. Yaani msichana alafu akipeleka hizi vitu kuna mahali wanaziweka. Unapata? Na wakiweka hizi vitu ndio ukienda pale ndio unaweza pata venye unatoa watu pa. Unataka kusema unaweza kuwa walika vitu za Anthony hapo? Sasa siko sure. Juu kama msichana ndiye unajua hii kitu venye inaenda. Unasikia msichana ndiye anasema alioneshwa na akapelekwa juu. Na akaona vitu zinawekwa mahali. Ama inaweza kuwa ni Mungu anamuinua muoneshe maisha yenye tunapitia sasa hivi. Hapana. Anatuonesha venye alifanywa. Hati pepo. Ameunuliwa juu. Anaona vitu zimewekwa mahali. Bana, Mungu anafungua kitu. Msichana, Mungu anakutumia. Hiyo ni Mungu amemuonesha kwa maono vile inafaa mambo ifanywe. Unaona? Kuna vitu zimefichwa kwa kila kona. Unapata? Nipe high five. Nipe high five. Mungu anakutu. Nipe tena high five. Hata we mdogo, leta high five. Pole ama we yeka tu ya hewa, weka ya hewa. Yes. Nakuambia mama, huyu msichana unafurahia. Unaona ni kama anajua. Msichana ni kama anajua. Hiyo kitu aliota ndiyo direction yenye tunapewa ya kufuatilia hii kesi. Unapata? Ndiyo direction, ndiyo niseme nini? Ndiyo ufunuo. Bana, bwana yako unaenda kumpata. Ndiyo ufunuo. Ndiyo ufunuo. Unasikia? Ndiyo ufunuo. Ambapo vinya aliunuliwa juu, sasa yeye ndiyo Mungu amemuinua juu aone ya hii familia yenu. Unaona? Na yeye ndiye anaona mahali hizo vitu zimefungiwa. Ndio zirudishe Anthony kwenu. Unanipata? Na ndio Anthony arudi kwa hizo mahali kuna mapepo. Unapata? Kwa hivyo vita bado haijaisha. Sina kumbuka Anthony anasema ndio tumeanza vita. Nikakuambia.
Nikimwele mara ya mwisho. Ndio sasa Mungu amefunulia huyu. Huko ndo male Anthony anataka atupeleke. Unapata? Ndio inabaki sasa tuombe na tuoneshwe. Unapata? Zimefichwa wapi? Na hii safari hata ifai tu mimi sijui mama nasikia raha. Yaani Mungu amemuonesha. Mungu amemuonesha msichana wako. Ndio nakwambia, unajua kama jana nimeshinda na maombi na kufunga. Unaona? Nikiambia Mungu, sasa Mungu ulisema, Anthony alisema ndio safari imeanza. Ndio saa vita imeanza. Ni vita imeanza aji. Unaona? Mimi nimeomba. Kumbe Mungu alikuwa anajua leo nitakuja nipatane na nyinyi. Nakwambia hakuna kitu ya Mungu yenye anafanya kwa maisha yetu saa hii ni bure. Unaona vile tumepata. Unaona? Ndio alijua ndapatana na nyinyi leo. Juu siwezi kosa kuonana na nyinyi. Unaona? Lazima tutapatana. Na akatuonesha direction yenyewe. Na sasa Mungu ametumia mtoto ndio anipatie ufunuo. Unaona? Ndio nijue hii kipawa yangu inafanya kazi ya kutafsiri ndoto. Unaona? Sasa ndio nakuambia Mungu atatuonesha. Na tutaanza hata ife hata tukae. Unaona? Ndio mtoto anasema aliunuliwa juu. Akaona. Unaona? Kona 4 pale vitu zimewekwa. Unaona? Na hizo kona 4 kuna pepo, ni kama akiona kitu inatolewa mahali na anasema pepo. Alikuwa anakemea. Unaona? Alikuwa anazikemea. Mtoto wangu. Na kana smile tu. Wewe Mungu ataenda kukutumia. Na kalikuwa kanazikemea. Mama atatufai kukaa. Bana mimi hii kitu mimi acha mimi narudi. Twende niwapeleke kwa nyumba. Alafu tusikae hapa sana. Tusimame tufike huko kwa nyumba na tuendelee. Twendeni. Simameni. Simama. Yaani Mungu anatumia kaka sichana kukaambia. Twende mama. Twendeni. Amka. Amkeni twende. Amka. Shika eka hiyo vizuri. Hata umeshika Biblia. Weka vizuri twende. Twendeni. Mama amka.